jina hilo, kwa jina hilo watu wanao, kwa jina la Yesu wanaokolewa, kwa jina hilo wanasamehewa. Msikilizaji, ninakukaribisha kwenye kipindi cha Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana, kinacholetwa kwako naye mtumishi wa Mungu Mchungaji Rafaeli Joshua wa kanisa la Pentekoste Tanzania, parishi ya Kiluvya kwa Komba. Na sasa yupo tayari kuendelea na mafundisho ya neno la Mungu kuhusu vita vya kiroho. Karibu ungane naye kwa lisali moja lililotengwa kwa ajili yako. Karibu msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana. Naitwa Mchungaji Rafaeli Joshua wa kanisa la Pentekoste Tanzania, parishi ya Kiluvya kwa Komba. Chukua nafasi hii kukaribisha mpendo wa mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana. Mungu akutunze na kubariki, kwa sababu muda kama huu ni muda ambao kila mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana moyo wake umejiandaa kwa ajili ya kupokea jambo lile ambalo Bwana ameliwaza kulifikisha kwetu. Mwambie rafiki yako na ndugu yako wa karibu ambaye unampenda, mwana safari mwenzako anayetarajia siku moja ataishi kwa ushindi, kupita kwenye magumu kwa ushindi na kuingia furaha ile ambayo Bwana ametuahidi. Ninaamini kwamba kuijua kweli humweka mtu huru. Kwa sababu kweli huweka mtu huru, basi mwambie ni wakati wa kujifunza. Mwambie jirani yako, rafiki yako, ndugu yako, vita si yako, vita ni ya Bwana. Vita si ya Bwana tu peke yake, lazima ushiriki katika ufahamu. Sasa ufahamu na upataje? Ufahamu na upata kupitia neno la Mungu linalofundishwa kwa usahihi bila kugoshiwa. Karibu sana mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana. Mwambie sasa rafiki yako na ndugu yako kwamba Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana iko hewani. Hebu tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakutukuza kwa sababu umetukuka sana. Umetupa nafasi nyingine tena tuweze kujifunza pamoja na Roho wako Mtakatifu. Karibu shirikiane nasi. Neema yako iwe kubwa katikati yetu. Dhihirika na kuonekane kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni Ya Bwana, tunaendelea na ujumbe mzuri, somo letu zuri, milango inayotoa na kuingiza vitu kwa ajili yako. Tunasema hakuna jambo linaweza likaingia kwenye maisha ya mtu likaishi na mtu bila mlango ambao limepitia. Kuna mlango wa kuingilia. Hebu ngoja nisome kitabu hiki hapa. Kitabu cha Wakorintho ya kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Napenda nianzie hapo leo. Ninakukumbusha kwa sababu pia nilishalizungumza sana jambo hili, na Bwana akusaidie kukumbuka vizuri. Na hii itakusaidia pia kwa sababu Mungu anakupenda, anataka upate chakula kamili. Wakorintho ya kwanza sura ya 10 mstari wa 13:1. Biblia inasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sasa sikiliza. Biblia inasema kwamba jaribu haliwezi kuwapata kwa viwango ambavyo nyinyi hamuwezi kustahimili, lakini jaribu litakuja sawa sawa na viwango vya ustahimilivu wenu ili muweze kustahimili. Lakini anasema kwamba pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Okay. Kama kitu kimeingia ndani, kwa akili ya kawaida tu, kama kitu kimeingia ndani, halafu kikiwa ndani mtu anakuambia upo na mlango wa kutokea. Swali, hiki kitu ilikuwaje kikawa ndani? Kwa vyovyote vile kuna mlango uliotumika kukiingiza hicho kitu. Kwa hiyo hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kuingilia, na hakuna jaribu ambalo halina mlango wa kutokea. Sasa unajua, tunapoongea maneno haya watu wanapita kwenye mazingira magumu sana. Wanaanza kujiuliza, mbona shida yangu imekuwa ya muda mrefu sana? Mbona jaribu langu limedumu muda mrefu? Kama upo mlango wa kutokea, je, mbona sitoki? Mimi nataka niseme hivi, mlango wa kutoka kwenye jaribu unatembea pamoja na majira ya Mungu. Mungu hufanya jambo kwa wakati na kwa majira aliyokusudia yeye, tena kwa makusudi yake. Lakini pia unajua, Mungu haharakishi kufungua mlango wa kutokea kwa sababu ya maumivu yetu. Hapana. Mungu huwa anapitisha
mtu kwenye kipimo na kwa wakati mwenyewe anaoona kwamba sasa huyu mtu atoke, anatoka. Ndio maana tunapaswa kuishi kwa imani, tena imani taraja, imani inayomwamini Mungu asiyesema uongo, imani ambayo inamtambulisha kwetu Mungu kuwa hachelewi wala hawai. Maana yake wakati wowote anaweza akafanya lolote. Sasa unajua, usikubali kukatishwa tamaa kwa sababu ya jaribu. Hilo jaribu ambalo linakutesa, kama unaumwa, kama haupati watoto, kama huna kazi, kama huna mume, huna mke, unapata shida kwenye haya maeneo kwa muda mrefu, unaachika, unafukuzwa, unatengwa, unakataliwa, unateseka, unalia, una huzuni. Hayo yote, sikia nikwambie, kama yapo kwenye maisha yako, maana yake tambua, kanuni inasema yalipata mlango ulio yaingiza. Lakini basi, kama yalipata mlango ulioyapitisha yakaja kwako, na uamini hivi, upo mlango kwa Mungu, atafungua mlango wa kutokea yatoke. Lakini vile vile, kama kuna mlango wa kutoka na kuna mlango wa kuingia, kama kuna mlango wa kuingia na kuna mlango wa kutoka, hiyo lazima ujue, ndio kanuni ya kiroho. Na mimi nataka niseme kwamba inawezekana umeumia, umeteseka, umelia, umehangaika, lakini nataka niseme, kumbuka mwisho wa ujumbe wangu kwenye kipindi kilichopita, nilikuwa nimeishia kwenye kipengele kinasema hivi: mwanadamu ni lango, mwanadamu ni lango. Tukasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, mimi nitakula naye, naye atakula nami. Sasa unaona hapa anasema nasimama mlangoni. Mwanadamu ni mlango. Ngoja nikuambie kitu cha ajabu sana hiki ambacho inawezekana hujawahi kukielewa hata siku moja, na inawezekana hujawahi kumsikia mhubiri yoyote akisema. Nasema hivi: chochote kinachotoka kokote, kama kinatoka mbinguni, kama kinatoka kuzimu, kokote kinakotoka, kusini, kaskazini, mashariki, ya mbali, mimi nataka niseme hivi: chochote kinachotoka mbinguni na chochote kinachotoka kuzimu chini, chochote kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho na kinachotokea kwenye ulimwengu wa mwili, kinapotokea kikaonekana, hicho kitu huwa kimemfuata mwanadamu. Sikiliza nikwambie, hata Mungu wakati ule kwenye Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 3, ukisoma kuanzia mstari wa 8, utagundua Mungu alikuwa anashuka kwa ajili ya kuja kuongea na Adamu tu. Roho wa Mungu akishuka duniani toka mbinguni akaja duniani, amemfuata mwanadamu tu. Sikiliza nikufundishe kitu hiki, usije ukashangaa ninayoyasema haya. Chochote kinachotengenezwa kuzimu kule cha uharibifu na mateso kikitokea duniani, sikiliza nikwambie, lengo na kusudi la safari ya kila kitu kinachotokea duniani kimekuja kama mgeni wa mwanadamu, kiwe cha kutesa, kiwe cha vyovyote. Sasa sikiliza, kinapokuja duniani, sikiliza, Adam aliumbwa kuwa mtawala na mmiliki. Yeye ndiye mtawala aliyekusudiwa kutawala na kumiliki dunia. Yeye ndiye mwenye mamlaka. Ndio maana viumbe wote walipewa majina na Adam, kwa sababu walitengenezwa kwa ajili ya Adam. Sasa sikia, mwenyeji wa dunia hii, achana na mambo ya mashetani ambayo yenyewe yaliteka tu yakamdanganya mwanadamu, lakini nazungumza wazo la Mungu juu yako wewe mwanadamu. Wewe mwanadamu unayenisikia, wewe mwanadamu unaishi duniani, wewe mwanadamu mwenye masikio yanayosikia na moyo, wewe mwanadamu mwenye akili inayoelewa, inatafsiri mambo yanayoonekana na yanayosikika. Nasema hivi, chochote kinachotokea hapa duniani hakiji kukutana na wanyama, kinamfuata mwanadamu. Ngoja nikupe, unajua wakati mwingine tunapoanza kufundisha vitu vigumu, watu tunayazidi kuwaongezea maswali, na mimi napenda nifundishe majibu. Sikiliza vizuri. Unaweza kusema sasa inakuwaje? Inawezekana jambo lingine likatokea, kama magonjwa wakati mwingine yanatokea, magonjwa haya si ya wanadamu, magonjwa ya wanyama. Kwa nini wanyama wanaumwa? Hivi unaelewa?
Wanyama wanapoumwa sio kwamba wanyama ndo wanaathirika. Wanyama wanapoumwa mwanadamu ndiye anayeathirika. Kwa hiyo mnyama ni mlango wa kufikisha ujumbe kwa mwanadamu kwamba kuna adui. Kwa mfano wewe una kuku wako umewafuga, halafu kuku wanakuja wanakufa. Kilio cha kuku ni kwa sababu wamekufa, lakini kilio cha mwanadamu ni kwa sababu amepata hasara ambayo imetokana na kufa kwa wale wanyama, hata ipata faida ambayo alikuwa anaisubiri kupitia wale wanyama angeipata. Nisikilize vizuri. Chochote kinachopiga hodi duniani kinamfuata mwanadamu. Sasa sikiliza, mwanadamu ni lango. Anaweza kukataa akafunga mlango kisiweze kuvinjari duniani, au akafungua mlango kikaja kikaishi, na kikaishi naye kikatekeleza lile kusudi ambalo limekifanya kije duniani. Kama kimetoka kuzimu kwa shetani, kimetoka kokote kule kwa mashetani, au kimetoka mbinguni kwa Mungu. Sasa unaona hapa Biblia inasema Yesu anagonga. Hii Ufunuo inazungumza habari za Yesu. Ngoja nikwambie, anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango. Anabisha kutoka wapi? Ametoka mbinguni, amekuja duniani. Habishi kwa ng'ombe. Mtu atakayesikia, sio mnyama atakayesikia. Ngoja niisome hii. Sasa hapa unaona Paulo anazungumza habari hiyo. Ngoja nikusomee kwenye hii Ufunuo. Hii Ufunuo sura ya 3:20. Sikiliza. Nilisema mwanadamu ni lango. Vyovyote vinavyotokea chini, toka mbinguni, toka wapi, vinakuja kwa mwanadamu, sio kwa mnyama. Kikifikia kwa mnyama, mnyama anatumika kama chombo cha kufikisha ujumbe kwa mwanadamu kwamba nimekuja. Kama ni tauni, kama ni kimeta cha wanyama, kinapoingia kushambulia wanyama, mnyama anatumika kama mlango, anatumika kama chombo cha kufikisha ujumbe kwa mwanadamu, lakini maumivu na kulia na kilio kitakwenda kwa wanadamu. Sikiliza nikwambie, hata wanyama hawa porini, ukakuta tembo wote wamekufa, wameteketea, wote wameanguka, swala wote. Sikiliza, wanyama watakufa, lakini atakayelia ni mwanadamu. Potelea mbali. Kama unanielewa, tutakutana mbinguni siku moja, uniulize ulikuwa unafundisha nini. Roho Mtakatifu atakuja kunishuhudia. Yesu Kristo atakuja kusema huyu alikuwa ni mtu duniani, nimemtuma alete habari hizi. Wewe utakayenisikia na ambaye hutanisikia, siku moja Yesu atakwambia, Bwana Yesu atakwambia, huyu jamaa nilimtuma aje kusema na nyinyi. Ngoja nikwambie kitu. Kwa sababu gani? Unajua, sihitaji kitu kingine zaidi ya kufikisha ujumbe niliotumwa na Mungu. Sina agenda nyingine nyuma, na nitaendelea kuwa na msimamo huo. Ngoja nikufundishe kitu hiki. Kanisa limepita kwenye mafundisho manyonge sana kwa kipindi kirefu, kwamba mtu anapopita kwenye shida, kwenye magonjwa, kwenye tatizo lenyewe halimuachi, wa kanisa wanasema huyu ana madhambi, huyu haamini, labda huyu hajaokoka vizuri. Kuokoka vizuri ndo kukoje? Mtu akishampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake na hajarudia dhambi, ameokoka. Hajaokoka vizuri vipi? Ngoja nikufundishe kitu hiki. Ni kwa sababu kanisa linafika mahali fulani, akili yao inafika mwisho. Amejaribu kusaidia mtu, wamejaribu kupigana na tatizo juu ya mtu fulani, inafika mwisho wanasema wewe hujaamini tu, mbona ya kale yamekwisha, sasa ni mapya. Ngoja nikwambie kitu, haiwezekani. Na hii inatokana na kwamba mambo yanapokuwa yameshindikana kupata majibu, ndio watu wanasema kwamba wewe ya kale yamekwisha, sasa ni mapya. Sikiliza nikwambie kitu, hakuna cha kale yamepita wala mapya. Mambo mengi yanayotesa kanisa ni yale ambayo yalipata mlango kupitia maisha ya upagani, kupitia maisha ya kwanza kabla watu hawajamjua Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo yalipata mlango huko, na kanisa linaposhindwa kujua mlango ambao uliyapitisha mateso kwa wanadamu, kwa wakati watu wa kanisa wanakosa kujua mlango, maana yake basi na mlango wa kutokea pia wanakosa kujua. Mwisho wanasema huyu mtu ana madhambi tu, wala hajaokoka vizuri. Kwa sababu unawezaje kuwa mgonjwa? Unawezaje kupita kwenye shida kama hii? Unawezaje kuwa maisha namna hii? Unawezaje kupita tu shida hazikuishi wakati ukishaokoka kila kitu kimekwisha, ni mapya? Hapana mpendwa, hapana. Hakuna katika mwili, hakuna neno ya kale yamekwisha yamekuja mapya katika mwili. Hakuna. Nywele zako ni hizo hizo, tumbo lako ni hilo hilo, ngozi ya mwili wako ni hiyo hiyo. Umeokoka, lakini umechanjwaga mpaka kule kwenye visigino, mpaka kule sehemu zingine za ajabu ulichanjwa. Chale zipo za zamani tu.
Mlango upo tu, ulitumika mashetani yako. Sasa ili watoke lazima uone mlango wa kuingia waliotumia na mlango wa kutokea, ndipo utakapouona uwatoe, kwa sababu mlango uliowaingiza usipouona huwezi kuuona mlango wa kuwatolea, kumaliza hilo tatizo. Sasa inafika mwisho, anasema huyu mtu hajaokoka vizuri, huyu bwana, unajua bado na madhambi, huyu anafanya dhambi kwa siri. Usihukumu. Biblia inakataa. Tafuta mlango ulioingiza tatizo, utafute na mlango wa kulitolea hilo tatizo, hata kama alikuwa ana madhambi. Nataka nikwambie, kwani hakuna njia nyingine ya kutengeneza mtu akae mwenye dhambi, aliyekuwa na dhambi aweze kufunguliwa? Kwani hakuna namna nyingine ya solution ya kushughulikia mtu mwenye dhambi? Ngoja nikwambie kitu cha ajabu. Mungu ni wa huruma sana. Hata kama mtu na madhambi anapokutana na watu wenye ufahamu kwamba dhambi hii ndiyo inayosababisha mapito haya yanayopitia huyu mtu, kitu cha kwanza tutaanza kushughulika na ile dhambi inayopitisha mateso yale. Na unajua, ngoja nikwambie kitu hiki. Baada ya kushughulikia hiyo dhambi, itakapokuwa imeshughulikiwa, wale mashetani na yale mateso yalikuwa yanapitia ile dhambi yatapata taarifa mara moja kwamba sasa ule mlango ambao ulituingiza umeshashughulikiwa. Sasa basi lazima tutoke. Sasa unajua, kama wamepata taarifa hiyo, basi wewe sasa unawaonyesha mlango wa kutokea. Lazima uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua, ngoja nikwambie, kwa pale wanaweza wakaondoka, lakini inawezekana kweli huyu mtu amekuwa sugu kwenye hiyo dhambi muda wote, yeye anarudi. Sasa atakapokuwa amerudia kile kitu, wale mashetani tena watarudi, kwa sababu ndio mlango, au yale mateso yatarudi, kwa sababu huo ndio mlango unaoleta yale mateso. Sasa sikiliza nikwambie, ngoja nikufundishe kitu hiki. Hiyo inakuwa ni kesi nyingine, kwa sababu ya mtu mwenyewe anatoka na kurudi, na ndivyo itakavyokuwa. Atapata hiyo shida, inatoka, halafu akirudia ile shida yake, wanaingia tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndio huwa tunawafundisha sasa, usifanye dhambi tena, sija yakakupata makubwa kuliko haya. Lakini huwezi kusema kwamba wewe una madhambi tu, mbona ya kale yote yamekwisha, unawezaje kupata? Hapana, haina maana hiyo. Ya kale yamekwisha ni rohoni, sio mwilini. Mwili wenye chale useme imekwisha. Mwili uliomeza hirizi iko mle kwenye mwili. Mwili uliochomekwa sindano imekaa kwenye ngozi kule ndani ya mfupa imekaa. Halafu nasema tu ya kale yamekwisha, pamoja na sindano iko kwenye mkono wa mtu lichimbiwa na mganga. Mawazo gani hayo? Fikra gani potofu hizo? Mawazo gani finyu hayo? Kanisa, ebu toka kwenye usingizi huo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kataa hayo mahubiri ya namna hiyo, mahubiri manyonge, machanga, ya kitoto, ya kidini. Mwanafunzi wa Vita Si Yako Vita, sikiliza nikwambie kitu hiki. Anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Mimi nitakula naye, na yeye atakula nami. Sikiliza hapa, narudia kwamba chochote kinachotokea duniani kimetoka mbinguni, kimetoka kuzimu, kimetoka wapi, kokote kilichotoka, kokote kule ambako kimetoka, lazima ujue anayewajibika kufungua mlango ni mwanadamu. Sikiliza nisome hapa vizuri, usikilize Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Neno kubwa anasema, mtu akiisikia sauti yangu, hasemi ng'ombe, hasemi punda, hasemi mbuzi, hasemi kuku. Anasema mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Akifunga mlango, sitaingia, sitakula naye, na yeye hatakula kwangu. Akifungua mlango, nitaingia kwake, nitakula naye, naye hatakula pamoja nami. Asipofungua mlango, sitaingia kwake, wala sitakula naye, wala yeye hawezi kula na mimi. Umeona, mwanadamu ni mlango. Haleluya. Sikiliza mwanafunzi wa Vita Si Yako, chochote kinachokuja hapa duniani na kuishi na mtu au na watu, ni lazima mwanadamu awe ameshiriki kukiruhusu hicho kitu kuishi, kukaa na kutawala. Sikiliza mwanafunzi wa Vita Si Yako. Hebu leo nataka tuangalie maandiko haya. Narudia kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 6. Kitabu hiki kizuri sana, kinazungumza vitu vizuri, mstari wa 5 na wa 7 mpaka wa 7. Nataka nisome haya, nirudie tu vizuri, tuende pamoja mwanafunzi wa Vita Si Yako Vita Ni ya Bwana. Mstari ule wa 5 anasema hivi:
Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mwanadamu akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana mnaghairi ya kuwa nimewafanya. Sasa unaona, huyu mwandishi wa kitabu hiki cha Mwanzo, ndugu yetu Musa, ambaye aliandika vizuri vitabu hivi, anasema habari zile za zamani sana. Wanadamu walikiwa wameanza kuongezeka hapa duniani, wakafanya maovu. Lakini sasa unaona hapa anasema, ninakwenda kumfutilia mwanadamu mbali mwanadamu. Lakini anasema sasa, na wanyama na ndege na viumbe wote nimeghairi kwamba nimewaomba. Swali, wanyama wamefanya nini? Wanyama wote wapo kwa ajili ya mwanadamu. Chochote ambacho kipo hapa duniani ni kwa ajili ya mwanadamu. Mpaka panya na viumbe wengine wote ni kwa ajili ya mwanadamu. Nataka niseme hivi, kama wewe huna kuku, huna mbuzi, hilo ni tatizo, huo ni msiba, ni wewe tu. Lakini Mungu yeye aliumba vyote kwa ajili yako. Hao mnao pishana polini wanakimbia, mbuzi mwitu, swala na viumbe wengine wote ni kwa ajili ya mwanadamu. Alisema, wanadamu, hicho kitakuwa ndicho chakula chenu. Hujala nyama ya bata, hilo tatizo lako. Hujala wewe samaki, hiyo ni shida yako, lakini sio mpango wa Mungu. Ni kwamba umeshindwa wewe mwenyewe, kuna nguvu imekushinda, kuna adui aliyekuzidi maarifa. Nataka nikwambie, utapishana na bata barabarani, wanakwenda kwenye viota vyao wakitoka kwenye nyumba za wenzako. Lakini sikia nikwambie, wewe utatembea hivyo hivyo peku, unatembea bila viatu. Wenzako watakuwa na pea zake 20-30, anabadilisha kesho avae nini. Hilo sio tatizo la Mungu, ni tatizo la mwanadamu. Na hayo yote ambayo yanasababisha ugumu wa hayo unayoyapitia ni kwa sababu kuna mlango ulioyaleta hayo maisha, hayo unayoyaishi. Maisha yoyote yale ya kila mwanadamu anayoishi, awe amefanikiwa au hakufanikiwa. Kama amefanikiwa, kuna mlango uliompeleka kwenye mafanikio. Kama hajafanikiwa, kuna mlango uliozuia mafanikio, uliofungwa, ambao haumruhusu mtu huyu kufanikiwa. Kila chochote ambacho kinatokea duniani kimefunguliwa na mwanadamu, kimeruhusiwa na mwanadamu. Mapito unayopitia mpendwa, mwanadamu wewe umeyaruhusu. Kama sio wewe, yuko mwanadamu ambaye anakuhusu, alifanya kitu fulani ambacho chenyewe kikawa mlango wa wewe kupitia unayoyapitia hayo. Ngoja nikwambie, kizazi huja, kizazi hupita, kizazi hupita, kizazi huja. Kwa hiyo vyote ambavyo vinatokea kwenye kizazi fulani, usije ukashangaa kwenye kizazi kinachofuata vikawepo. Kama hakupatikana mtu ambaye aliufunga mlango ambao wanapitisha hivyo vitu kutoka kwenye kizazi kwenda kizazi kingine, nataka nikwambie pia hatatokea mtu afunge mlango wa kupitisha vitu ambavyo vinaingia kwenye familia kwenda familia, kama hakuona mlango ulioingia. Lakini pia hawezi kuviondoa kama hajaona mlango wa kuvitolea, kwa sababu milango miwili lazima iwe na ushirikiano. Uonekane mlango wa kuingiza na uonekane mlango wa kutoa. Wanafunzi wa Vita Si Yako, na yeye anayesimama hapo langoni bawabu ni mwanadamu. Ndio maana Yesu anasema, tazama anasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia. Mlinzi wa mabaya yote yanayokutamani ili yasikupate ni wewe, na wewe ndiye mlinzi unayeweza kufungua mlango wa yote yanayokutamani ya kujie, ya kutafune na kukumaliza. Mpendwa, wewe ni lango. Hayo unayopitia huwezi kuyashinda, huwezi kuvuka hapo unapotaka kuvuka ikiwa hujajua mlango ulioingiza hilo tatizo. Na mara nyingi sana, hasa watu wa kanisani, mara nyingi ikitokea kitu kinasumbua mtu, wao wanakimbilia kwenye dhambi tu. Utatubu zote na bado tatizo liko pale pale. Ikiwa mlango sio dhambi tu, inawezekana mlango, iko milango mingi. Nitazungumza mwisho wa kipindi hiki, nitakuwa nazungumza mwisho wa somo hili, nitawafundisheni. Usifanye haraka kukimbilia mwisho. Na kuna watu wanatamani sana. Hebu tuambie sasa, hiyo milango inayopitisha ni ipi? Nitakwambia tu. Hapa ndo pana utamu hapo. Sikiliza nikwambie, siwezi kukufundisha milango alafu nisikufundishe milango ipi inapitisha na milango ni nini. Nitakufundisha tu kwa mwisho. Milango iko aina ngapi, nitakufundisha tu. Lakini nataka ujue jambo hili. Tunajenga ufahamu unaotupeleka kwenye ushindi, bila kujali dini ya mtu, bila kujali kanisa naloingia. Mungu aliye mbinguni, aliyeketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba, na utukufu wake wote, na makerubi na maserafi na malaika na wale wenye uhai 4 na wale wazee 24. Sikiliza nikwambie, pale kwenye kile kiti hakitambui dini hata moja.
Kile kiti kinatambua walionunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, tena damu iliyomwagika pale msalabani Calvary. Yesu aliyekufa siku ya tatu akafufuka, walionunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Hao ndio ambao Mungu mbinguni na jeshi lake ndio wanaowatambua. Wewe uwe na dini yako yenye heshima kubwa, dini kubwa kuliko zote, dini kubwa. Dini ya kirokole, dini. Huna chochote mpendwa kwenye ufalme wa Mungu. Wewe umetolewa knockout. Nazungumza na wale ambao wako tayari kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nazungumza na wale ambao wako tayari walishampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao walionunuliwa. Sikiliza nikwambie kitu hiki. Kwa hiyo sizungumzi habari ya dini, na sitaka nizungumze mambo ya dini. Nataka nizungumze habari. Unaona hapa anasema nafutilia mbali mwanadamu, wanyama, ndege na viumbe wote. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ni lango. Na mimi nataka niseme ufunuo wa kujua mlango uliopitisha tatizo ni wa muhimu sana kuliko kufunga na kuomba, ambako watu wengine unaweza kukazana kufunga na kuomba ukafanya kila kitu. Lakini kama hujaona mlango, nataka niseme hivi, huwezi kutoka hapo. Sina maana kufunga na kuomba ni kubaya, sina maana hiyo. Lakini nataka niseme hivi, kufunga ni silaha, lakini haiwezi kufanya kazi na inaweza ikawa butu kama anayefunga hajui mlango uliopitisha shida na hajui mlango wa kulitolea hilo tatizo. Tufanya kazi bure tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kasome. Kuna watu wanasema kwamba si tulifunga, mbona huoni? Tumejinyima bure, mbona usikii? Sasa anasema nyinyi mnafunga nini? Sasa sina maana nisiingie huko sana, kwa sababu naweza kunitafsiri tofauti. Na mimi nafunga sana, tunaomba, nafunga tu tena sana. Lakini hapa niko kwenye somo, nataka nikufundishe hiki kitu. Sikiliza Isaya na kufundisha kipengele hiki kwa sababu nisingependa kuona kanisa ambalo mimi niko hai nalifundisha kwa njia zote, YouTube, radio, vitabu nimeanza kuandika na kitabu kimeshatoka nitakutangazia. Nifundishe kanisa ambalo halielewi na niko katika kanisa ambalo nisilifunulie kweli ya Mungu liweze kujua shida iko wapi hapa. Nisingependa mimi. Singependa kuishi katika kanisa la namna hiyo duniani. Katika kizazi hiki ambacho na mimi naishi, nitamwaga ufunuo na ufahamu usiku na mchana bila kujali wale wanaoshikamana na dini zao, shikamana siji na madhehebu yao, wao watabaki hapo, lakini nitabaki na neno la Mungu. Sikiliza anachosema hapa. Isaya 58 mstari wa kwanza. Nianze ule wa kwanza. Anasema hivi: piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kuna kosa na kuna dhambi. Sikiliza. Kosa inaweza ikawa sio dhambi, lakini unaweza kuwa mlango wa kufungulia mashambulizi. Sikiliza nikwambie, kosa unajua inakuwaga ni nini? Kosa inakuwa ni hivi: umefundishwa kufanya vizuri jambo fulani, wewe ukasahau kanuni ambayo ingekupeleka kufanya, hata kama ni hesabu. Mwalimu anakuja anatoa mfano vizuri, alafu sasa akikuachia maswali, wewe haufuati, hukumsikiliza kwenye ile mifano yake na ile fundisho alikuwa anafundisha. Sasa unakuja kuweka jibu ambalo sio. Hilo ni kosa. Na sasa wakati mwingine huwa tunaweza kufanya makosa. Mungu anakwambia amka saa 7 hii uombe. Nasikia Roho Mtakatifu anakuambia amka saa 7 hii omba. Wewe unasema ngoja nilale kidogo, saa 9 nitaamka nitaomba. Hilo ni kosa. Sio dhambi, ni kosa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huwezi kwenda jehanamu kwa sababu wewe hukushtuka uombe. Kosa huwa linagharimu maisha ya mtu. Sikiliza, accident, ajali huwa inatokana na kosa. Haleluya. Ajali huwa inatokea kwa sababu ya makosa. Umeovertake vibaya, hilo ni kosa. Unagongana na mwenzako, unavuka barabara bila kuangalia kushoto na kulia, unagongwa na gari, ni kosa. Sio dhambi hiyo, ni kosa. Na kosa wale linasababisha ajali. Lakini kuna dhambi. Dhambi ni kukusudia kufanya kinyume, kuasi. Sasa anasema hapa kuna mambo mawili hapa. Kwa hiyo ina maana kuna shida ambayo inaweza kutokea kwa sababu ya kosa. Unaingia kwenye matatizo, unaingia kwenye mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapigwa. Kuna mfalme mmoja aliambiwa kusanya mishale wakati wa Elisha. Piga
Samaria, piga. Akawa anapiga mfalme wa Samaria. Piga mishale, akapiga mishale, akachukua si mitano sijile. Akasema ungechukua mingi, ungepiga mara nyingi, ungewapiga maadui mara nyingi. Sasa basi utapiga hizo tu hesabu zako, si mara 5, mara 3, basi watakupiga. Hapa anasema walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Umeona kitu? Sikiliza, nilisema kufunga tu hakuwezi kusaidia kama hukuna maarifa. Sikiliza hawa watu. Anasema husema mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya zenu, kufunga kwenu, mnatafuta nasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Sasa unaona hawa walikuwa wanafunga, wanaomba, wanafunga. Anasema wanaanza kulalamika, mbona tunafunga si uangalii? Mbona huone? Na kanisa linapita hapo. Watu wanadhani, kanisa linadhani kufunga ndio kunafanya Mungu afanye. Kufunga ni kujinyenyekeza mbele za Mungu, kujinyenyekesha. Kufunga ni mlango au ni nguvu inayosaidia kuvunja nira, yani kushughulikia vile vinavyounganisha mtu na mateso. Mungu hafanyi kwa sababu umefunga, na angekuwa anafanya hivyo basi tungekuwa na kiburi kwamba mimi si nimefunga bwana. Na ndio maana unaweza ukafunga na Mungu asijibu pale pale, atakuja kukujibu baadaye, ili kusije ukaharibika ukasema mimi kufunga kwangu ndio kumefanya ili jambo lifanyike. Hapana. Sasa Mungu ana hiari, unaweza kufunga kweli akafanya pale pale, lakini unaweza kufunga na usione matokeo hapo, sababu dhana ya kwamba amefanya kwa sababu umefunga, Mungu huwa hakubaliani naye. Mungu anasema kabla hajaomba nimejibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza, narudi kwenye somo letu pale kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Sasa umeona hapa anasema hawa watu walikuwa wanasema tumefunga, mbona sasa unafunga hujui hilo unalolifungia limeingiaje, sasa unatokaje? Sio rahisi. Na sio lazima iwe dhambi. Inaweza kawa kosa, inaweza kawa dhambi. Vyote vinaweza kuwa mlango ukaingiza shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie kitu hiki. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, kitabu cha Mwanzo sura ya 18, kuna fundisho hapa napenda tulifuatilie. Mstari wa 17. Biblia inasema hivi. Mwanzo 18:17. Tasoma paka pale nitakapoishia. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Sasa hapa Mungu anataka kupiga Sodoma na Gomora. Lakini asiende jumla kwenda kuipiga Sodoma na Gomora, anapitia kwa Ibrahimu. Kwa nini? Hawezi kufanya jambo lolote bila kuwa na ushirika na mwanadamu na mtu. Maana yake mtu ni mlango wa Mungu kumiliki na kutawala na kutenda makuu. Mwanadamu ni mlango unaweza kuruhusu mashetani waweze kufanya uharibifu na kupiga watu kama yatakavyo. Mwanadamu ni lango. Ngoja nikwambie, hawa wa Yakobo niliofundisha walikuwa wanaomba na kuomba na kupiga na kufunga na nini, lakini shida ziko pale pale. Hawa anasema hii kuna mambo mawili, kuna dhambi, kuna kosa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano. Unaweza usielewe hiki kitu, lakini ngoja nikupe mfano. Mungu amesema usichanje chale kwenye nyama ya mwili wako, alafu umechanja. Hiyo ni dhambi au ni kosa? Utakwenda jehanamu kwa sababu umechanja? Sababu chale inaishia tu kaburini. Utakapokufa umezikwa na chale inaishia pale. Lakini lile ni kosa. Kosa lenyewe ni kwamba nafsi yako inakuwa imepatanishwa na mashetani. Kwa nini? Kwa sababu ile chale inasababisha damu kutoka. Na ile damu inapotoka, wale mashetani wanaosimamia uchanjwaji wa hiyo chale, labda kwa mganga, wanakuwepo pale. Na vile ambavyo watakwenda kupaka kwenye hizo chale, hayo madawa watakayopaka kwenye hizo chale, msingi wake au historia yake kule yalikotoka. Sikia, ufunuo ule umetokana na mashetani, ndiyo yamemfanya mtu huyu ayajue kwamba haya ni madawa ya kupaka watu, na hivi ikipaka inatoka kitu fulani. Kwa hiyo utakapokuwa umepaka hayo madawa, na kwa sababu hayo madawa yanakwenda kuchanganywa na damu yako, damu yako inafanya upatanisho na mashetani.
Kwa hiyo hilo ni kosa, sio kwamba umefanya dhambi, ni kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa linageuka nyuma yake, kwa sababu pia unakuwa umeabudu miungu. Hiyo sasa ni dhambi. Ila sasa shida ni kwamba hutasujudu uinamishe kichwa chako na nini, lakini tu pale pale mashetani yanapata kibali kwa sababu ya hilo kosa. Sasa unaweza kufanya dhambi pia. Sasa ukifanya dhambi pia unakuwa umefungua mlango wa mashetani kuja kukushambulia, kwa sababu dhambi ni uasi na dhambi inaondoa ulinzi. Sasa mashetani yanakuja kushambulia. Ngoja nikwambie kitu hiki. Biblia inasema hivi. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu? Huenda wakawepo wenye haki 50 katika mji. Utaharibu? Wala hutaacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo ukamuue mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu? Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pale kwa ajili yao. Ibrahimu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapunguka 5 katika wale 50, maana yake wakawa 45. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, sitauharibu nikiona humo 45. Akazidi tena kusema, naye akinena, huenda wakaonekana humo 40. Akasema, sitafanya kwa ajili ya hayo 40, kwa ajili ya hao 40. Huenda wakaonekana huko 30. Je, akasema, sitafanya nikiona humo 30. Akasema, tazama nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko 20. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 20. Akasema, Bwana asiwe na hasira sasa, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Je, akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Sasa akakuta hata hao 10 hawapo. Kichomo kikashuka. Biblia inasema, basi malaika wale wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekala mlangoni pa Sodoma. Unaona? Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Anasema, bwana zangu karibuni, na wasi muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale mkanawe miguu yenu hata asubuhi, muondoke na mapema mkaende zenu. Akasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Sasa unajua hao wenzetu zamani walikuwa naona na malaika tu. Leo hii kwa sababu ya kutokuelewa na kuishi maisha ya ajabu, malaika wanakuwa nadra kuwaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, kwenye maisha yangu mimi nimeona malaika mara 2 tu. Sasa sikiliza nikwambie, hatuabudu ili tuone malaika, hiyo achana naye. Mimi nimesema tu. Lakini angalia wenzetu walichokuwa nafanya. Unaona, anasema wakiwepo 10. Je, anasema sitaharibu mji wote. Lakini alipokwenda hakuona, alimuona Lutu tu. Na Ibrahimu akusema akiwepo 1. Je, alikosea hapo? Sasa sikiliza, Kumbukumbu ya Torati sura ya 11 mstari wa 13 mpaka wa 17. Biblia inasema, tena itakuwa mtakapoisikiliza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, pate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako, kulisha wanyama wako na wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa, kageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu, kusiwe na mvua wala nchi isitoe matunda yake. Mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Umesikia kitu hicho? Anasema mvua ili inyeshe, inanyesha kwa ajili ya mwanadamu. Anasema mwanadamu akikaa vibaya na Mungu, yeye kwa sababu ndio mlango, ndio sababu ya mvua kunyesha na kufanya mazao yawepo. Akikaa vibaya, amefungua mlango utakao sababisha mvua kuzuiliwa. Mwanadamu, mtu. Ezekiel 22:30 Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta mtu atakaye simama mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Ezekiel 22, ngoja nisome, kuna wanafunzi hapa wachanga. Mstari mmoja tu wa 30. Anasema hivi,
nami nikatafuta mtu. Sasa nianzie mstari wa 29. Anasema hivi, hapa kuna shida hapa ilitokea kwa wenzetu hawa. Anasema mstari wa 28, na nabii wake wamewapakia chokaa isiyokorogwa vema, wakiona ubatili na kuwatabiria maneno ya uongo, wakisema Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno. Tuko kwenye kipindi kama hicho cha kina Ezekiel. Uongo mwingi sasa hivi kanisa. Uongo mwingi sana. Uongo huu unatesa kanisa. Nimekutana na watu wametesa kanisa, baadaye wakaja kusalenda kwa Yesu. Yesu amekutana nao, wanakuja kusema kwamba sisi tulikuwa tunatengeneza nyoka, halafu tunakwenda kuficha, halafu tunatoa unabii, tunatabiri kwamba nyoka alikuwa nyoka mkavu. Akienda nyumba ile utakuta nyoka mkavu. Akienda nyumba ile nyoka wakavu wote tu. Hakuna nyoka mbichi anayetembea unaweza kuwakuta kwa manabii ambao usema nyoka huyu mbichi kabisa tumemkuta njiani tukamkamata. Hakuna. Kila nyoka wanayekwenda kufukua kwenye nyumba za watu ni mkavu tu. Kama ni mfupa wa mtu, kama ni nini, vyote ni vikavu tu. Wanasema sisi tunaweka, halafu tukija tunatabiri pale nyumbani kwako vimechimbiwa vitu fulani, halafu tunakwenda kufukua, kumbe ni sisi tulikwenda kuweka. Hawa walikuwa wamefikia hapo na wao wenzetu. Nasoma Biblia, sisemi, nasema yale ambayo yameandikwa. Si haya hapa, sikiliza, anasema na manabii wake wamewapakia chokaa isiyokorogwa vema, wakiona ubatili na kuwatabiria maneno ya uongo, wakisema Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno. Sasa unaona, hawa walikuwa wanafika manabii wanasema uongo. Na unajua wakati mwingine uongo unatokana na mtu kutokujua shida ya mtu huyu iliingiaje, na kwa sababu hujajua shida ya mtu iliingiaje, watumishi wanaanza kutengeneza njia zingine ambazo sio, na watu hawapati majibu yoyote, na unakuwa ni mlango wa kuwalia fedha yao. Hebu kuwa makini, mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni ya Bwana. Ngoja nikwambie, anasema watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, naam, wametendea jeuri maskini na wahitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Umeona? Anasema natafuta mtu atakayesimama hapo palipobomoka. Kumbe mtu anabomoa na mtu anasimama mahali palipobomoka. Sasa sikiliza, kuna shida hapa. Inapokuwa haiwezekani kujulikana shida ya mtu imeingiaje, inatafutwa namna fulani ambayo itamwaminisha kwamba mimi natatizwa kwa sababu fulani ni mchawi, ameniletea kitu fulani, akafanya kitu fulani. Ndiyo kanisa linaendeshwa imani ya kichawi. Sikiliza mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita Ni ya Bwana. Hata wachawi wakati ule wa Musa walipambana. Walivyomaliza vita ya wachawi pale Misri, wakapambana, fimbo ya Musa ikameza zile fimbo za wachawi. Ukiendelea kufuatilia, walikutana tu na wachawi kama kina Balaamu, lakini historia yao na hadithi yao kina Musa haikuwa kwa ajili ya wachawi. Ilikuwa inafundisha Torati, inafundisha neno. Na hapa anasema kama mtalisikiliza neno langu kweli na kushika na kutenda haya, sema mtakula na kushiba, tanyesha mvua. Kumbe mvua inaweza kuzuiliwa kwa ajili ya mwanadamu. Mtu anaweza kusababisha mvua isinyeshe. Mtu ni lango. Hebu sikiliza mwanafunzi, unapokwenda kumaliza hapa, Mungu anisaidie. Kitabu cha Amosi 3:7 anasema Mungu hawezi kufanya jambo lolote bila kuwapa taarifa watumishi wake manabii. Amosi 3:7. Una maana kumbe chochote kinachotoka mbinguni na kinachotoka wapi, vyote vikitokea hapa duniani, mwenyeji wao ambaye wanamfuata ni mwanadamu. Kitabu cha Yona, napenda hii nisome habari halafu tutakwenda kumshukuru Mungu. Kitabu cha Yona sura ya 1 mstari kuanzia wa 4 anasema hivi: lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani ya merikebu, akajilaza, akapata usingizi kwenye setri huko chini. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini wewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyu atakukumbuka, tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Ndipo akamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, je, kazi yako ni nini? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu.
Ndipo watu wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotutenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuchafukia sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Sikiliza nikwambie, hawa watu walikuwa wamepiga kura. Ile machafuko yalikuwa yanatokana na Yona kuwemo mle ndani. Hakuna shida ambayo inaweza kutokea bila kuwepo na mtu aliye au bila mlango unaosababisha shida itokee. Hao watu walikuwa wamesafiri na Yona. Yona alikuwa ni mlango wa mapigo yale, machafuko yale. Mwanafunzi wa Vita Si Yako, Vita ni ya Bwana. Sikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu walijitahidi sana, kumbe wanapambana na mawimbi ya bahari, kwa sababu aliyesababisha haya mawimbi ni Yona. Yona akamwambia, mimi tu mkinitupa baharini, bahari itatulia. Yona alikuwa ni mlango wa machafuko yale. Lakini hao watu pia kuna kosa ambalo walikuwa wanalifanya. Na hili ndio kosa ambalo Wakristo wengi wanalifanya. Unafuatana na mtu usiyemjua alitoka wapi. Unaanza kusema tuombe pamoja. Tuwe na kikundi cha maombi. Tufanye pamoja hiki. Ndugu yangu, naomba niombe. Nina shida hii na hii na hii. Naomba niombe. Napita hapa na pale na pale. Naomba nikwambie ndoto yangu nayoota ni hii na ile. Lakini hujamjua huyu mtu katoka wapi. Hao walijiunganisha na huyu mtu. Sikiliza, anasema nitupeni, wao wakasema hapana. Tukazane. Kumng'ang'ania Yona kuliwafanya hawa watu wapoteze mizigo, wapoteze shehena chakula, wapoteze mikate, wapoteze na merikebu ivunjike ipate shida, kwa sababu wamemng'ang'ania mtu asiye sahihi kwenye safari yao. Inawezekana mtu akawa mlango hayo unayopitia. Anaweza kuwa rafiki yako ndio chanzo cha mapito unayopitia hayo. Inawezekana unateswa na kwa sababu ulikuwa na rafiki yako ambaye hukujua kama ni adui yako, wewe ukafikiri ni rafiki yako. Hukujua kwamba yeye ni nyoka, wewe ukafikiri ni mwanadamu mwenzako. Mmeachana, lakini alipokuacha hakukuacha ukiwa mzima. Hakukuacha ukiwa na baraka zile ambazo ulikuwa nazo toka mwanzo kabla hujakutana naye. Hakukuacha ukiwa na akili zako darasani kama ambavyo ulikuwa nazo. Alivyokutana na wewe, alivyoachana na wewe, sio akili uliyokuwa nayo. Sikiliza nikwambie, mwenzako huyo hukumjua vizuri. Alikuwa ni mlango wa mapepo na majini kukushambulia. Umemwazima nguo mtu ambaye hukujua yeye ana roho gani ndani yake. Amekuwa mlango wa maisha yako kufirisika, umekuwa maskini. Umejiunganisha kwenye biashara ukawa share na mtu ambaye hukujua kwamba huyu si mtu sahihi kwangu. Umekuwa mlango wewe kuwa maskini, kutoka juu umekuwa chini kabisa. Na hata sasa wewe unafikiri unakemea mashetani, unakemea tu mapepo, lakini hujajua mlango uliosababisha yote haya. Ni kweli mapepo, lakini alikuja na nani? Hujagundua. Na kama hujagundua, huwezi kuwatoa. Sikiliza nikwambie kitu. Kuna watu wana mateso, kuna watu wana magonjwa, kuna watu wanapitia mahali pa ugumba kutokuzaa, kuna watu wanapitia mahali pa gumpa tukokuolewa. Lakini sikiliza nikwambie, walikuwa na marafiki tu. Hao marafiki wakafikiri ni watu wazuri, wakawafanyia vitu ambavyo vimewafunga maisha yao mpaka leo. Wao walikuwa ni mlango. Kama hutagundua mlango, hutatoka hapo. Pamoja na kunena kwa lugha, pamoja na maisha yako ya kanisa kubwa na dini yako kubwa, utabaki na dini kubwa na matatizo makubwa pamoja. Hebu chukua hatua sasa, mpokee Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Takuja kuanzia hapo, halafu tutaendelea. Pokea Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Lakini nataka niseme hivi, kila unachopitia kwenye maisha yako kina mlango. Na mimi nitaendelea kufundisha hatua kwa hatua mpaka tufike mahali fulani kila mmoja atajipima, taelewa. Halafu tutakwenda kufanya maombi mwisho wa somo hili. Najua kuna watu Mungu anataka kuwavusha. Kama uko tayari kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hebu omba pamoja na mimi sala hii. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe. Amen. Hongera sana wewe uliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akutunze, na mwisho wa kipindi hiki nitakuachia namba zangu za simu ili kuweza kuwasiliana na mimi. Lakini napenda kumaliza kwa kusema kwamba mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kijacho. Radio wapo siku ya Jumamosi saa 1 mpaka saa 2 usiku.
Na siku ya Jumatatu Upendo Radio saa 3 mpaka saa 4 usiku. Bwana kubariki na kutunze. Tukutane tena Jumatatu saa 3 mpaka saa 4 usiku Radio Upendo. Na siku ya Jumamosi saa 1 mpaka saa 2 usiku Wapo Radio. Bwana kubariki na kutunze. Bwana akupe kuendelea vizuri. Napenda nikuachie neno hili. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Siku utakaposhirikiana na Mungu wetu, siku ambayo utaelewa kwamba Bwana ndiye akupiganiaye, na ukajua mlango uliopitisha shida hiyo ambayo unaipitia, hiyo itakuwa ndio hii mwisho wa historia ya mateso yako. Na mimi ninaamini nafundisha kitu ambacho kiko hai na kitakwenda kuzaa matunda. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Namba yangu ya simu ni hii 0714 69 54 24 0714 69 54 24. Wanafunzi wa Jumamosi, tukutane Jumamosi Sinza Baptisti, Sinza Mori, nyuma ya kituo cha mafuta Big Bone. Bwana kutunze. Ningependa nikuache kwa maombi haya mafupi, ili Bwana awe pamoja na wewe, akupe kutafakari vizuri, akupe kucheua tena somo hili, akupe kupambanua kweli iliyoko katika somo hili, ili somo hili lizae matunda kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Muumba wa mbingu na nchi, wewe uliyemfanya mtu huyu apate muda wa kunisikiliza, najua kuna mahali anapitia na alikuwa hajui kwa nini apita hapo, lakini Bwana ulisema kuna mlango ambao unapitisha shida hiyo. Mpe macho ya rohoni aweze kuchungulia, jicho lake likaone ule mlango unaopitisha mateso kwake na familia yake, katika kazi yake, katika biashara yake, katika ndoa yake, kwenye uzao. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, neema yako isimpungukie. Bariki aingiapo na atokapo, mtunze na kumpa amani tele kwa utukufu wa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe na amani. Bwana weke ufunuo ndani yako, ukauone mlango uliko umefichwa na adui, mlango uliko unampa mlango wa kukushambulia, mlango uliko unampa nguvu ya kutese, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akutunze. Utakapowasiliana na mimi nitakuelekeza mahali sahihi, mahali ambapo patakuwa karibu na wewe. Tunayo makanisa ya Kipentekoste pande zote za wilaya zote za Dar es Salaam na mikoani. Bwana akusaidie. Utakaposema na mimi, basi nitakuelekeza mahali sahihi utakwenda kuabudu. Lakini pia kumbuka, Jumapili, siku ya Jumapili, tunaendelea kujifunza chakula kizuri cha kiroho ambacho tunajifunza kwa nini wewe uliitwa Adam. Kwa nini wewe uliitwa mwanadamu. Karibu sana Kiluvya kwa Komba. Karibu KRPT, kanisa la Pentekoste Tanzania. Kanisa ambalo mlango uko wazi kwa kila mwanadini na kila jinsia. Karibu jifunze pamoja nasi. Endelea kuwasikiliza watangazaji wetu wazuri ambao wanakuelekeza mambo mazuri tutakayoyapata hapa Kiluvya na vipindi vyetu. Bwana kutunze na kubariki. Amen. Msikilizaji, ulikuwa unamsikiliza mtumishi wa Mungu Mchungaji Rafael Joshua wa kanisa la Pentekoste Tanzania, parish ya Kiluvya kwa Komba. Anakukaribisha kushiriki ibada ya Jumatano kuanzia saa 10:30 hadi saa 12 jioni. Ni ibada ya mafundisho ya neno la Mungu. Ijumaa kuanzia saa 10:30 mpaka 12 jioni ni ibada ya maombi. Bila kusahau Jumapili, ibada inaanza saa 3 asubuhi na kuhitimika saa 7 mchana. Jinsi ya kufika Kiluvya kwa Komba. Kwa mkazi wa Dar es Salaam, nenda hadi kituo cha mabasi Mbezi Mwisho. Panda gari linaloelekea Kibaha au Mlandizi. Shuka kituo cha Kiluvya kwa Komba. Kanisa lipo upande wa kushoto kama unatokea. Kwa unayetokea Kibaha, Mlandizi au Kongoe, shuka Kiluvya kwa Komba, kanisa litakuwa upande wako wa kulia. Bila kusahau, mtumishi wa Mungu anakukaribisha kwenye darasa la kukulia wokovu Jumamosi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana katika kanisa la Baptisti lililopo Sinza Mori, nyuma ya kituo cha mafuta cha Big Bone, Sinza Mori. Asante sana, tukutane wakati mwingine.